Praise the name of our Lord Jesus Christ. Sasa juzi mtu mmoja aliniuliza eti baada ya mtu kubatizwa na kaokoka ni jambo gani anafaa kufanya next? What is the way forward after baptism? Ukishaokolewa, what is the way forward? Na katika maandiko, kabla ujue jambo ambalo unapaswa kufanya baada ya kubatizwa, inafaa ujue kwanza kubatizwa inamaanisha nini. Katika kitabu cha Warumi 6 mstari wa 6, Biblia inasema ya kwamba mkijua neno hilo, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubadilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa hivyo tujue ya kwamba katika kubatizwa, hapo ndo wanga tunakufa. Katika kubatizwa, hapo tunashiriki mauti pamoja na Yesu Kristo. Sasa Biblia inasema hapa katika mauti ndio tunasulubishwa mwili wetu pamoja na Yesu Kristo. Hapa tu katika ubatizo ndio tunasulubishwa mwili yetu. Hiyo ni kitabu cha Warumi 6:6. Mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na yeye, ili mwili wa dhambi ubadilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa hivyo wakati ambapo watu wanaingizwa kwa maji ili kubatizwa, ni ile mwili yake ya kale, ile utu wake wa kale ndo wange nasulubishwa pamoja na Kristo, ili hiyo mwili ya dhambi ibadilike, asitumikie dhambi tena. Kwa hivyo kubatizwa in short inamaanisha ni kukufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Warumi 6:4, Biblia inasema basi tulizikwa pamoja na yeye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hivyo wakati ambapo unabatizwa, unaingizwa kwa maji, Biblia inasema ya kwamba uanga unazikwa pamoja na Yesu Kristo. Uanga pia wewe unakufa pamoja na Yesu Kristo. Unashiriki mauti ya Yesu. Yesu yeye alikufa kule msalabani, kule ndiye alipigiliwa msumali kwa msalaba akakufa. Lakini sasa wewe, maana wewe sasa si Yesu, wewe sasa unasulubishwa tu hapo ndani ya maji. Hapo ndo sasa wewe unasulubishwa, unakufia kwa maji sasa. Sasa unashiriki mauti pamoja na Yesu Kristo. Sasa venye Kristo alikufa kwa msalaba kule, sasa wewe unakufa kwa maji. Sasa wewe kukufa kwa maji ni ile mwili yako ya dhambi ile ndio inakufa kwa maji. Maana tumeona kumbe kubatizwa ni kuzikwa pamoja na Yesu Kristo. Hiyo ni Warumi 6:4. Basi tulizikwa pamoja na yeye kwa njia ya ubatizo. Tulizikwa na yeye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi pia tuende katika upya wa uzima. Kwa hivyo juange wakati unabatizwa, unaingizwa kwa maji, ile mwili yako ya zamani pia inasulubishwa wangu tu hapo tu, inakufanga tu hapo na inazikwa pamoja na Kristo. Ukisoma kitabu cha Warumi 6:3, Biblia inasema amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Kwa hivyo iko simple and clear. Kumbe kubatizwa kwa maji inamaanishanga ya kwamba unabatizwa katika mauti ya Kristo. Yaani wewe pia unakufa pamoja na Kristo na unafufuliwa pamoja na Kristo. So ujue kwenye maji ndio tunakufanga pamoja na Kristo. Hapo tu kwenye ubatizo hapo ya maji, hapo ndo tunakufa pamoja na Kristo. Hiyo ni Biblia hiyo. Sasa Warumi 6:2 inasema asha, sisi tulioifia dhambi tutaishiji katika dhambi? Kwa hivyo pale kwa maji, wakati ambapo ile mwili wako wa dhambi wanga inasulubishwa, wewe unakuanga umekufia dhambi. Maana wakati ambapo umeingizwa kwa maji ukabatizwa, ile mwili inakuanga imekufa hapo, hiyo mwili ya dhambi imekufa. Sasa wakati ambapo unatolewa kwa maji unafufuka ukiwa na utu mpya. Unafufuka ukiwa na utu mpya.
Hata Yesu Kristo wakati ambapo alikufa msalabani na kazikwa, wakati ambapo alifufuka, hakufufuka na ile mwili ingine, alifufuka akiwa na sura ingine, alikuwa na form ingine. Hiyo ni kitabu cha, alikuwa na form ingine Yesu Kristo, kitabu cha Marko 16 verse number 12. Baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao, ana sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shambani. Kwa hivyo baada ya Yesu Kristo kufufuka, alitokea watu wawili kama kuna sura nyingine. Hakuwa na ile sura yake ile ya zamani, alikuwa hata yeye pia ameshabadilika, hakuna sura nyingine. Sisi pia wakati ambapo tunakufa kwa maji, tukitoka tunatokanga tukiwa na utu mpya, tunakuwa kiumbe kipya, tunakuwa utu mpya. Ile utu wa kale tumesulubisha kwa maji, tukifufuka katika upya wa uzima, ili tunafufukanga tukiwa na utu mpya ndani ya Kristo. Ndio maana Biblia inasema kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Maana ulikufa pamoja na Kristo na ukafufuka pamoja naye ukiwa ndani yake. Sasa wewe unakuwa kiumbe kipya, unafufuka ukiwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Sasa ya kale yamepita, ile utu wa kale imepita, tazama yamekuwa mapya. Ile utu wa kale inakuanga imepita, mambo inakuwa mapya. Hiyo ni Biblia, mambo inakuwa mapya. Kitabu cha Wakorintho, kitabu cha Warumi 6:11, Biblia inasema vivyo hivyo ninyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo. Kwa hivyo wakati ambapo umebatizwa kwa maji, wewe unakufianga dhambi. Wakati ambapo unatolewa, unapokea Roho Mtakatifu, unakuanga umefufuka katika Mungu. Sasa unakuanga sasa uko hai katika Kristo. Sasa hapo ndo unakuwa wewe uko hai. Hao ndo wanaitwa the living, watu ambao wako na Roho Mtakatifu ndani yao, wamefufuka, wako na Roho Mtakatifu. Hiyo ni kitabu cha Warumi 6:11. Vivyo hivyo ninyi jihesabuni kuwa wafu katika dhambi na walio hai kwa Mungu katika Roho. Kwa hivyo wakati ambapo umekufa kwa maji, ukifufuka, ile mwili wa dhambi imebadilika. Sasa umekuwa hai kwa Mungu katika Kristo. Sasa utumiki dhambi tena. Kitabu cha Warumi 6:12, Biblia inasema basi dhambi isiwatawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Kwa hivyo dhambi haitawatawala tena. 13 inasema wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoweni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kwa silaha za haki. Kwa hivyo kama hapa wale wakati huku umeokoka, huku umebatizwa, ulikuwa unatoa viungo vya mwili yako kutenda dhambi, miguu yako nakimbia kutenda uovu, midomo yako na kusema uongo, na mikono yako na kupiga watu na kuua watu, na moyo wako na kuwaza mabaya. Sasa raundi wakati ambapo umeshabatizwa na umeshafufuka, umepokea Roho wa Kristo, sasa hizo viungo vyako unatoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Unavitoa kuwa silaha za haki. Yaani kutendea haki ni Kristo, kutendea Yesu haki. Sasa hizo mguu yako ndio inakimbia kuhubiri Injili. Hiyo mikono yako ndio sasa inabariki watu. Hiyo midomo yako yenye ulikuwa unatusi nao watu na kusengenya watu ndio sasa unahubiri nao neno la Kristo. Hiyo moyo wako ulikuwa unawazianga watu mabaya, sasa unawazia watu mema. Sasa hizo viungo vyako vinakuwa silaha za haki. Hiyo ni maandiko. Sasa wewe utumiki dhambi tena, hizo viungo vinakuwa silaha za haki. Hivi ndio Biblia inasema, hizo viungo zako. Kwa hivyo kila kitu ambacho unafanya sasa kinamtukuza Mungu. Kila kitu ambacho unafanya kinamtukuza Mungu. Kitabu cha 1 Corinthians 10 verse number 31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God.
Kwa hivyo chochote ambacho unafanya baada ya sasa kubatizwa, sasa ni lazima kitukuze Mungu. Chochote ambacho unafanya ni lazima kitukuze Mungu. Ile mwili wa dhambi ilikuwa imejaa uasherati, hiyo mwili imeenda. Sasa mwili yenye uko nayo ni ya kutumikia Mungu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians 6 verse number 13. Someone else will say food is for the stomach and the stomach is for food. Yes, but God will put an end to both. The body is not to be used for sexual immorality, but to serve the Lord. The body is not to be used for sexual immorality, but to serve the Lord. Sasa ile mwili ambayo umepokea baada ya sasa kubatizwa, umepokea Roho Mtakatifu, hiyo mwili ni ya kutumikia Mungu. Sasa si ya kufanya uasherati, udhambi tena. Hapana, hiyo mwili ni ya kutumikia Mungu. Sasa mambo ni namna hiyo sasa. Asanteni kwa kusikiliza ibada ya leo.